Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni wakati mwingine tena baada ya wiki tatu ambapo nilikuwa nimewatumia video ya mwito wa kunusuru msikiti ya Al-Iman katika maeneo ya Kayole Junction, na ninashukuru sana kwa sababu kuna watu walijitokeza na tumeinteract nao kwa sana, lakini problem ni kwamba tumeinteract nao nje ya comment section. Wakati mwingi huwa si vizuri kupiga simu tu, lakini wakati kibidi unapiga, lakini unaweza chukua hiyo video katika comment section ukacomment ili neno lako likafaidi mtu mwingine, akajua ni nini umeuliza, na mimi nitakuwa ni mwenye kujibu. Maana hii ni hali ya kuelimishana, ni kuelimishana kwamba tunataka tujue wakati tumefanya jambo, kuna hali ambapo tunafanya jambo ambalo likawa ni makosa na wakati iko sawa. Katika hali hii nakumbuka kwamba ilikuwa ni msikiti umetekwa, sehemu imechukuliwa na ikawa inajengwa, na tulifanya juhudi yetu, lakini bado hali iko vile vile. Msikiti bado imenyang'anywa hiyo ardhi na bado inajengwa. So ninajaribu kutafakari. Wakati tulikuwa ni wenye kukaa, ndugu zangu wakaniambia kwamba baada ya wiki mbili kuna uwezekano wa kupatikana cheti ambacho ni title deed. Allotment letter ya mosque ipo, lakini ikaonekana kwamba baada ya muda tutapata cheti ambacho ni title deed ambacho ni more genuine kuliko allotment letter. Sasa ndugu zanguni, mimi bado nina wasiwasi, na nitawaeleza ni kwa nini niko na wasiwasi. Niko na wasiwasi kwa sababu nina imagine ni kwamba ni plot ya mtu binafsi ilikuwa imenyakuliwa. Angefanya juhudi gani ili kuinusuru ile plot? Je, ni kwa sababu plot hii ni ya mosque ndio sababu tunakuwa ni wadhaifu wa kuipambania? Kama kweli haki ni yetu, je, mtu akija nyumbani kwako aanze kujenga, utakuwa ni mwenye kufanya nini? Ile kwanza ni trespass. Tunakubali kwamba tumeenda katika kila chombo. City Council, tumeenda ofisi ya City Council, tumeenda polisi, tumeenda katika City Hall, tumeenda Dandora, tumeenda katika ofisi zote ambazo zinastahiki. Tumemwalika MCA na akaja na akatuahidi kwamba jambo hilo litawezekana kwa muda mfupi. Sasa jambo hilo halijawezekana. Wasiwasi wangu ni huu. Jambo hili tunalifanya chini kwa chini, wakati tunafaa kufanya jambo hili dhahiri, si siri. Hili ni jambo ambalo linahusu umma wa Kiislamu na ambapo linafaa lishughulikiwe kwa namna inafaa kushughulikiwa, kwa sababu tutakuja kulaumiana na wale ambao wana wasimamizi wetu ambao tumewaweka mbele, watakuja kulaumika kwa jambo ambalo labda kama tungalikuwa sote alingeleta lawama. Ningependa niwaambie kwamba katika hii video natoa, nimeshafanya uchunguzi na nikathibitisha kwamba ardhi za misikiti katika nchi nzima ziko katika hatari, ziko katika hatari kubwa. Kuna watu ambayo wananyakua ardhi ambayo nyumba ya Mungu imesimama. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba katika society yetu lazima tujiangalie na tuone ya kwamba what is the problem, because there is a serious social problem, because there are many things one can even think of, but stealing a land where
the house of God stands, where people do offer their prayers, and that has existed for over 700 years, ni kitu ya kuhuzunisha, hata si kushangaisha. Manake ni tamaa gani inaweza fanya mtu akataka kunyakua mahali nyumba ya Mwenyezi Mungu imesimama? Sisi yetu ni fupi sana, ni kuhakikishia wananchi na wenyeji wa hapa ya kwamba huu msikiti na ardhi hii haitanyakuliwa na mtu yeyote. Wale public officials ambayo wamehusika katika hili shida ambayo saa hizi tunashuhudia, tutaanzana na hawa, because nimewaambia kuna criminal investigation ambayo itafuata wale ambayo wanataka kunyakua shamba hili, na kuna civil recovery ile ambayo itafanya shamba liweze kurudishwa kwa wananchi. Nimeangalia maeneo ya Kajiado. Baadhi ya wakazi wa Kajiado wameibua malalamiko dhidi ya kile wanachodai ni jaribio la kunyakua ardhi ya makaburi ya Waislamu mjini humo. Wakazi hao wanalaumu baadhi ya viongozi wa msikiti kushirikiana na shirika la ujenzi kutoka nje kuendeleza mradi wa nyumba katika eneo lililotengewa makaburi. Sehemu hii ya makaburi ya Waislamu yenye ekari zaidi ya 7 ndio baadhi ya wakazi wa Kajiado wamelalamika kuwa imenyakuliwa. Kulingana nao, baadhi ya viongozi wa msikiti walishirikiana na shirika moja lililolenga kujenga vyumba katika sehemu ya ardhi hiyo iliyotengewa makaburi. Na sisi malalamishi yetu si kwa hii ardhi peke yake. Sisi malalamishi yetu ni kwa ardhi zote za Kajiado za Waislamu. Tuko na mashule, tuko na mahospitali, na tuko na viongozi wamekaa kwa muda wa miaka 30 kwa uongozi. Wakazi hao wamekashifu hatua hiyo, wakisisitiza kuwa hawako tayari kupoteza ardhi ya umma kwa miradi mengine ambayo haikufuata taratibu za kisheria. After hii plot imenunuliwa, imefanywa kama siri. So sisi tuko hapa kukataa juu kama ni project mzuri wangetafutia tu mahali kwingine, hapa ni graveyard. Hii ardhi itaenda kujaa tusipoipigia hesabu ya haraka. Na tukianza kugrab hivi ndio grabbing inaanza. Kwa sababu hawa watu wamekuja kuingia kwetu bila kufuata sheria. Kwa nini? Waziri wa ardhi wa Kajiado Hamilton Parseina amesema uchunguzi wa awali ulibaini kuwa baadhi ya waliotaka kuendeleza mradi huo walipata stakabadhi gushi, na hivyo ofisi yake ilichukua hatua ya kusimamisha shughuli hizo mara moja. Tumekuwa tukifanya mikutano na community na hao wengine ambao walikuwa wanataka hiyo project iendelee, na tumeelewana kwamba hiyo project isimame. Kwanza tujue ukweli kwamba walipata vipi approval plans for a parcel ambayo ilitengwa kwa ya cemetery. So uchunguzi bado unaendelea, na ikishakamilika tutajua ukweli na tuta act accordingly. Upande wao, waliotajwa kwenye tuhuma za unyakuzi huo wamejitokeza na kueleza kuwa mradi wao umesimamishwa kufuatia malalamiko kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, wakiahidi kuheshimu mwelekeo wa serikali na jamii. Baada ya watu kulalamika na kusema ardhi bakia kaburi, tukakaa chini na wazee na wadau wote na county yetu ya Kajiado through the CEC na serikali yetu, na tumekubaliana ya kwamba tutatafuta ardhi nyingine ama tutawahamisha hawa ndugu zetu donors wakasaidia Waislamu mahali pengine. Mimi nikiwa chairman, hakuna mtu alikuwa ananyakua hii ardhi. Hii ardhi ni ya Waislamu na haiwezi nyakuliwa na mtu yote. Hiyo ujenzi ilikuwa inalenga Waislamu wote, lakini tulikubaliana kwamba ardhi ni ya Waislamu, itafuta another alternative, ardhi nyingine mahali nyingine. Na hapa saa hizi ndio maana umeona hata nyuma yetu hakuna matingatinga wala any person kwa hii site, na tulisimamisha hivyo tukitafuta amicable resolution ya namna hii project inaweza enda mali nyingine ambayo si hapa, kwa sababu ilikuwa imeleta tisafahamu katika jamii. Kwa sasa mgogoro huo unasubiri maamuzi zaidi kutoka kwa Wizara ya Ardhi ili kuhakikisha maeneo ya umma hususan makaburi yanabaki salama na yanalindwa kwa ajili ya jamii. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado. Nimeangalia maeneo ya Thika,
Nimeangalia maeneo ya Central kuelekea Mwea kule, nimeangalia maeneo ya Eldoret, nimekuta kwamba ardhi za misikiti ziko katika hatari katika nchi nzima. Angry Muslim protesters poured onto the roads chanting their hearts out, blocking motorists from getting to their destinations. They claim that their land was snatched from them by a few individuals and have lodged a series of complaints in court, but to no avail. The protesters, led by the chairman of the Muslim community and the Imam of Webuye Jamia Mosque, headed to Bungoma East District Commissioner's office to seek government's intervention. Bwana DC ametueleza tusiwe na fujo, tusiwe na kutukana watu, wala tusiwe na kuwazoma watu, wala kuwapiga watu. Tutulie, tungojee ripoti. They are urging the government to conduct investigations and bring those involved to book. Nitajaribu kuchambua ni kwa nini ilifikiaje mpaka ikapatikana kwamba ardhi za msikiti zimepotea. Mwenyezi Mungu, mimi naomba amrehemu ndugu yetu Abdul Wahab, kwani yeye alikuwa imamu wa Soweto na aliweza kutusaidia pakubwa kunusuru ardhi ya maili 7. Ardhi ya maili 7 ilikuwa imeshakwenda, walikuwa wameshajenga, lakini kwa kusimama kidete marehemu Abdul Wahab, Mwenyezi Mungu amlipe kwa hilo, aliongoza from the front, akawa yuko mstari wa mbele, akawa hakuogopa. Wakati gari ya polisi ilipokuja kuwaharasi Waislamu, wakaja na Mariamu na gari ndogo, Abdul Wahab aliingia kwa gari ndogo ili wamshike yeye, ili anusuru msikiti wa maili 7. Hakuwa muoga. Sisemi kwamba watu ni waoga, lakini they should lead from the front. Wasome. Uwezi ukafanya jambo bila kusoma ni vipi nyuma kulikuwa ndiposa tukafaulu, au ni nyuma tulifanya nini tukashindwa. Na ndiposa nimejaribu kuangalia jambo hili na nikaona kuna msikiti wa Kajiado ambao makaburi yake yalikuwa yanachukuliwa bila taarifa kamili, ikawa inaenda kwa chini, lakini ilikuwa ni ushirikiano ya baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao walikuwa wanafanya ardhi ile ya makaburi ambayo ni kubwa, karibu ekari 7 hivi, ikawa inageuzwa iwe maeneo ya ujenzi na ijengwe nyumba. Baada ya kuwa ilipatikana wanataka kujenga nyumba, walisema kwamba nyumba zile ni za wakfu. Jambo lile lafaa lihusishwe, watu wajue ni vipi jambo hilo limefanyika. Katika hali hii yetu ya Al-Iman, kidogo watu wanaowasiliana na mimi wananiambia kwamba hapa kuna kitu. Kuna watu wako ndani yetu ambao ndio wanatukontrol namna ya kwenda, ili tupoteze ile ardhi kwa maslahi yao ya kibinafsi. Na jambo hili la kuwa kiongozi, uongozi ni amana, na kila mwenye kuongoza ataulizwa ni vipi alifanya wakati alipewa amana. Kama mtu anajua hafai, hawezi akatenda itakikanavyo, basi ile amana anafaa kuiachilia. Na asije mtu akaona kwamba ninamuuliza, labda mtu atasema mimi namnyooshea kidole, lakini viongozi waliotangulia kina Saidna Omar walinyoshewa vidole. Omar, napenda kutoa Omar kama mfano, lakini ni wengi wao waliambiwa kwa macho wakati walienda. Watu walishuku kwamba wameenda kinyume, lakini hawakukasirika bali walifurahi. So atakayesikia ninajaribu kusukuma pande yake afurahie badala ya kukasirika, kwa sababu mimi najaribu kumweka katika njia ya sawa kushughulikia amana hii ambayo ni muhimu sana. Ukichukua uongozi, kubali kuuchukua kama amana na uwe na ikhlas katika kubeba amana ile.
tunatiwa uoga, na kutiwa uoga ni jambo mbaya sana, kwa sababu tumeona Waislamu wakapata dhiki baada ya kuwa wametiwa uoga, na wakawa wengine wameuawa ovyo ovyo kwa sababu wametiwa uoga. Naangalia kisa kimoja katika mji ambao unaitwa Christchurch, ambapo mwanaume mmoja alikuwa ni mwenye kuingia katika msikiti, akapiga ndugu zetu marisasi na akawaua ovyo ovyo mtu mmoja. Ikawa Waislamu wanakusanyika katika kona moja, wakawa hawawezi jitetea dhidi ya mtu mmoja ambaye aliwapiga risasi, akatoka kaenda katika msikiti mwingine na akafanya madhara sawa na hayo. Je, katika hali hile tuingize uoga ama tuweze kujilinda kutokana na katika hali kama ile? Ilifaa mtu mmoja, wawili, watatu, wanne wajitolee kama watauawa, lakini wanusuru umma. Sisemi kwamba watu wachukue sheria katika mikono yao, lakini asiingize mtu kidole katika macho zetu kisha tukaangalia tu tukawa tunasema amani, amani, amani. Uislamu si dini ya amani, Uislamu ni dini ya haki. Katika mji wa Eldoret palifanyika maandamano kutetea msikiti. Sasa tunaambiwa kwamba kuna kitu kinazunguka na kimeenea katika mji ya Kenya na Tanzania. Tunaambiwa kwamba maandamano ni haramu. Maandamano yalianza kuwa haramu lini? Bali hatupewi ushahidi kwamba maandamano ni haramu. Maandamano hayajafanywa haramu kwa sababu labda watu kadhaa waliandamana wakafanya makosa katika maandamano. So katika jambo hili, wiki 2 zimepita, mimi bado nina wasiwasi yangu. Wiki 2 zimepita na bado wiki 3 zimepita tangu hili jambo lianze. Nyumba inajengwa. Ninashuku kwamba katika hizi holiday kabla ya tarehe 1 nyumba itakorogwa mara ya pili, iwe imeingia hatua ya second floor, ambapo nyumba ile naambiwa kwamba haina stakabadhi ya kujengwa. Kanjo hawajairuhusu, ni National Construction Authority hawajairuhusu, vitengo vyote vya dola havijaruhusu. Sasa pendekezo langu, naomba kama kweli tuna ikhlas, tuungane, tuende katika kitengo kinachochunguza ufisadi EACC. Katika kitengo hichi kilinusuru msikiti wa Kongo, na wafisadi tutawajua kama wapo. Tutajua nani kashirikiana na nani katika jambo hili. Nimeona posta moja ambayo imewekwa na katika status ya dada yetu mmoja Muislamu, alhamdulillah, na ikanivutia. Inasema hivi: zamani watu waliogopa kusema uongo, lakini sasa hivi watu wanaogopa kusema ukweli. Sasa wewe jiulize, kwa nini unaogopa kusema ukweli? Unaogopa kusema ukweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, au unaogopa kusema ukweli kwa ajili ya maslahi? Nitaonekana mchochezi, lakini nachochea ukweli. Sichochei uongo, nachochea ukweli. So kuchochea ukweli ama kuchochea uongo, wewe nitakuachia hilo jambo uamue mwenyewe. Je, ni kuchochea ukweli ndio haki au kuchochea uongo ndio haki? Wito wangu katika hali hii, na mimi ninatengeneza hii video
na wakati mwingi naituma katika inbox za watu. Sitatuma tena video zingine katika inbox. Kama mtu anataka subscribe, hiyo ni hiari yako. Subscription itamaanisha kwamba unapenda ukweli. Itamaanisha kwamba juhudi zangu unazitambua. Lau huzitambui, sitakutumia tena video. Lakini kama kweli unaona jambo hili linaweza likaboresha mambo, kutumia katika inbox mara ya mwisho, na naomba msamaha kwa kukusumbua wakati mwingi kukutumia video katika inbox. Utasubscribe, utaweka notification bell, kisha utasambaza kwa mtu ambaye unataka pia naye awe part of kusema ukweli, awe part of kunusuru ardhi ya msikiti wa Al-Iman, na sio Al-Iman peke yake, bali ukinusuru Al-Iman katika sadaqatul jariya uko na part, na ukinusuru Al-Iman na ukashare na mtu akaweza kufahamu namna ya kudili na jambo hili, utapata thawabu kwa sababu ya kuelimisha mtu. Kwa hivyo ukishare unaelimisha mtu, ukisubscribe umekuza hii video ielimishe watu, umekuza hii channel ielimishe watu. Channel hii ni kwa ajili ya Allah, ndio sababu nimeiweka Abudin. Niko na channel zingine za kufanya mambo mengine kama Abutech, lakini kwa hii video naomba subscribe, ushare, ulike na ucomment, kwa sababu mimi sina monopoly ya ideas, kwamba sio mimi najua, bali mimi ni juhudi zangu. Zaweza kuwa ni za mimi, kwa sababu mimi ninategemea Mwenyezi Mungu kwa haya. Ikiwa nimekosea, Mwenyezi Mungu anionyeshe njia ya haki. Ikiwa nimefanya haki, naomba Mwenyezi Mungu anilipe kwa hilo. Ni hayo tu niko nayo kwa leo. Nitarudi na mengine. Nataka nizungumuze na wote ambao wanahusika, kama vile nilivyowaambia mwanzoni. Nataka nijue MCA anasemaje, kwa sababu yeye alituahidi. Nataka nijue waliochukua amana ya kubeba matatizo ya Waislamu wa Al-Iman wanasema nini kuhusu jambo hili. Na kama hatutapanga, inasemekana kwamba kama haupangi basi umepanga kufeli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma farajan qariba, Allahumma arzuqni as-sa'adata war-raha, Allahumma inni fawwadtu amri ilayk wa tawakkaltu alayk fakulli khayra wakil ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب يا كاشف الغمة ويا رافع الظلمة اجعل لي من ضيقي مخرجا ومن همي فرجا. أنت اللطيف يا الله، سبحانك تبت إليك فقني عذاب النار وأدخلني الجنة برحمتك مع الأبرار. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق